nikafanya juu chini mpaka nifike hapa, nikawasiliana na wale wazima moto. Wale wazima moto kweli walikuja kwa wakati, lakini nilipofika hapa nikakuta watu bado wanaendelea kuja na juhudi za kuokoa vitu. Wale wazee wangu wale ambao ndo wenye nyumba wapo pembeni pale wamehifadhi, tukasaidiana kuzima moto ule, tukazima. Lakini kwa hapa mazingira haya yaliopo, yani hapa kubaki kitu chochote. Lakini ni mshukuru mbunge pamoja na mwenyekiti wa mtaa, baada ya kuwasiliana, kufanya mawasiliano, wao wakaja hapa, mbunge wetu pamoja na diwani wakatuahidi kwamba jamani, kama sisi serikali ambao sisi ndo viongozi wenu, tutajenga hii nyumba kuanzia chini mpaka juu. Alafu na kuweka vitu vya msingi, mfano vitu vya muhimu, mfano godoro, kitanda tutawaletea. Tangu kama ilivyo kawaida taasisi ya Tulia Trust, taasisi yetu tunafahamu kwamba inajihusisha na masuala mbalimbali ya kijamii. Na leo hii tuko hapa mtaa wa Mwafute, kata ya Ilemi, kwenye familia ambayo ilipata changamoto ya kuunguliwa na nyumba. Na kiongozi ambaye ni Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Uyole na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, alikuja hapa na kuona familia hii na kutoa ahadi ya kwamba atakuja kuwajengea nyumba ambayo imeungua. Kwa ajili ya kuanza zoezi la ujenzi wa nyumba hii ili familia hii iweze kurejea kwenye hali yao ya kawaida. Kama ambavyo tunafahamu, malazi ni moja kati ya sehemu muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa leo tumekuja kuleta baadhi ya material kwa ajili ya kuanza ujenzi wa nyumba hii. Kama ambavyo mnaona tofali zimekuja hapa, lakini pia material nyingine ziko njiani zinakuja, ili tuweze kuhakikisha kwamba familia hii na yenyewe inapewa tabasamu na inarejea kwenye hali yake ya kawaida. Niwahakikishie tu kwamba tutaendelea kufanya shughuli hizi kama ilivyo kawaida yetu taasisi ya Tulia Trust, na hii ni nyumba ya 22 kujengwa ndani ya jimbo la Uyole na Mbeya mjini kwa ujumla na maeneo mengine ya nje ya Mbeya, kwa sababu tumekuwa tukifanya shughuli hizi si jimbo la Uyole peke yake na Mbeya mjini peke yake, hata mikoa mingine nje ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba wanajamii, tuendelee kusaidiana kwa jamii ambazo zinapata changamoto mbalimbali ili tuweze kukua kwa pamoja na tuondoe changamoto ambazo zinatukabili kwenye jamii zetu. Lakini pia ni siku ya kipekee sana kwa sisi kata ya Ilemi. Kwanza nadhani nimeona wanasema ndo kazi ya kwanza mheshimiwa mbunge tangu ameapishwa. Na washukuru sana. Napenda nimshukuru sana Dr. Tulia Ackson Mwansasu kwa kuona aanze kujenga nyumba hii ambayo aliahidi pale tu siku ambayo iliungua. Mimi mbunge aliahidi kwamba tutajenga nyumba hii. Na leo hayawi yametimia, nyumba hii inakwenda kujengwa. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge Dr. Tulia Ackson Mwansasu. Kweli hii inamaanisha Uyole kazi. Na sisi mheshimiwa mbunge tutaendelea kuunga mkono katika shughuli zote ambazo unaendelea kufanya, hasa kwa wananchi wa kata Ilemi na Uyole kwa ujumla. Tunashukuru sana. Na sisi wana Ilemi tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha nyumba hii inakamilika. Nadhani tutasaidia kazi ndogo ndogo kupitia mwenyekiti wa serikali za mtaa, tutahakikisha zoezi hili linakwenda kwa haraka. Yote mimi nipende kumshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo hili la Uyole kwa hekima na busara aliyoitumia kuwasaidia hii familia ya mzee Anyomwishe Mwaliaje kwa kuunguliwa na nyumba. Niseme mimi kama mwenyekiti na kwa niaba ya wananchi wote wa mtaa wa Mwafute, sisi tunatoa shukrani za dhati. Mungu ambariki sana pale ambapo ametoa na akamzidishie neema. Pia hata watu wengine ambao watapata majanga kama haya waweze kunufaika na mbunge wetu. Lakini pia niseme sisi kama wana Mwafute tuko pamoja na mama na tutaendelea kushirikiana naye kwa nguvu zetu zote kuhakikisha anaendelea kwa mbunge wetu wa jimbo hili la Uyole. Wana familia hapa tulipounguliwa, mimi sina zaidi ya neno la kushukuru jamani. Namshukuru mheshimiwa kwa alichokifanya, toka mwanzo tuko pamoja mpaka sasa hizi. Mimi nashukuru sana na viongozi wote wa serikali. Namwombea sana mheshimiwa rais na mheshimiwa Tulia Ackson aendelee kuwa na moyo hata kwa watu wengine. Tumefarijika kweli kwa hili alichokifanya. Mimi nashukuru sana.